Tunashangilia na kufurahia ushindi kupata manake naibu gavana Francis Nyamo Kagwema anatangaza wazi kwamba hakuna iliyoko katika kaunti ya Tharaka Nithi kutokana na uamuzi wa koti kwamba gavana wa Tharaka Nithi amekabiliwa na mashtaka ya ufisadi na bila shaka shaka tunasema hakuna pengo katika kaunti ya Tharaka Nithi, manake naibu gavana wa Tharaka Nithi Francis Nyamo yuko tayari kufanya kazi za kaunti kulingana na sheria. Kwa hivyo kaunti ya Tharaka Nithi tunatangaza hakuna kutekeleza majukumu yetu iliyoko, hakuna pengo iliyoko, manake ijapokuwa kuna kesi imekabili gavana hapa, ijapokuwa kuna kesi gavana giá là quay lại.
Your Excellency, allow me. One, two. 1, 2. Ofisi ya gavana Tharaka Nithi tumewaita ili kutangaza jinsi mambo yatakavyoendelea kutoka sasa, na hakuna mambo mengi mapya. Ni ya kwamba serikali yetu ya Tharaka Nithi iko timamu. Mmoja wa waziri wako hapa na wote wale wengine wameniambia niwasalimie. Mmesikia salamu ya mawaziri wenu na serikali yote kwa jumla iko intact. Yale ambayo kidogo yametokea ni vile koti imesema, tukasema ya kwamba kwa muda mkubwa wetu asimame na tunamuombea Mungu amsaidie, lakini anapoendelea kupumzika lazima kazi na services ya wananchi wa Tharaka Nithi lazima iendelee. Kwa hivyo naibu wake Deputy Governor takes charge and now the acting Governor of Tharaka Nithi. Hayo ndio tulikuwa nataka kuwajulisha, na tutaendelea kufanya kazi vile tulikuwa, sababu kama nimetangulia kusema serikali iko timamu na assembly yetu kiongozwa na Speaker Bwana DJ Mbaya itaendelea kufanya kazi yake ya oversight. Hatutasema ati kama mimi niko na rafiki na kidhiji au na mtwili, kazi hiyo itaendelea bali na urafiki. Oversight yao I will not complain, sababu wakifanya oversight mahali nilikosea na nisahau watanikosoa. Ndio nasema assembly na executive itafanya kazi pamoja ikiwa complementary arms of the government of Tharaka Nithi. Na ni mzuri kuwajulisha wale ambao wamekuja na sisi ili mjue ya kwamba hii sifanyi peke yangu, na kwa sababu sitafanya peke yangu, nitafanya na viongozi wengine na wananchi kwa jumla, na nibuike na amu nyingine ya serikali ile ya kutoka national government, wale wako Tharaka Nithi na wale wako Nairobi, tutaungana ili tupeane services, sababu mtu wa national government anahudumia na sema wananchi, sisi tutaendelea kuhudumia. Kwa hivyo the county commissioner, the entire security team and all those others we work seamlessly together kuhakikisha ya kwamba services za wananchi wa Tharaka Nithi zimeendelea kutumika. Niwajulishe wale ambao wako na sisi, na nitawajulisha wale wengine wameomba apologies. Niko na apology ya Mheshimiwa Murugara, mjumbe wa Tharaka. Makofi kwa Mheshimiwa, na akaniambia ya kwamba hapo na nyinyi kwa kujaribu kupeana huduma kwa wananchi wa Tharaka Nithi. Niko na apology ya Mheshimiwa wa CI Bwana Patrick Munene, na niko na apology ya our women rep Mheshimiwa uli anawakilisha sisi kwa upande ya kina mama, Mheshimiwa Nkala, na wako wengine wengi, hata ule ambaye alikuwa anaongoza mambo ya BBI Bwana Profesa Isaya wa Kindiki hapo jiani, na hapo na sisi ni kuchelewa, lakini atafika wakati wote. Makofi kwake. Wale viongozi wengine ambao wako hapa by the way, na nilikuwa nimeandika karatasi, tuko na apology ya Professor Vice Chancellor wa Chuka University. Makofi kwa bwana Vice Chancellor. Na tuko na apology ya Principal wa College ya Tharaka University College, Professor Muriungi. Makofi kwa Professor Muriungi na wengine wengi pamoja. Oh yes, and the former governor called me before I walked out to receive the visitors. Akaniambia nitangaze ndio hapo mbali hapo pamoja na sisi.
Yes, basi wale wengine wako hapa, tuko na wengi apology nyingi, people wangependa ni short notice. Tukaona sisi sio mkutano, tupeane habari ili kazi ziendelee na wananchi wasione kama iko vacuum. Lakini watu ni wengi, we are one united county of Tharaka Nithi. And that's what I'm going to maintain. Kama iko kazi nyingine tawafanyia, I will ensure iko united hapa kwa serikali, I will ensure iko united kwa wananchi nje, I will ensure iko united ambayo tutapelekea Uhuru Kenyatta. Muna support your president? Yes. Yeah? Tuonyeshe kwa mkono basi kama tuna support. Yes, we are supporting the president. Na tunasema sisi ambio hapa county ya Tharaka Nithi known as stronghold. We are stronghold behind the president Uhuru Kenyatta. Tunaelewana? Sasa tujulishe wale wako hapa wakiongozwa na MCAs. Alafu yes. Na MCAs watasalimia, kwa hivyo niongoza wao ya ngine tuko na watu wa Tharaka Nithi wanataka wafanyiwe kazi. Na kama wewe ni mfanya kazi wa Tharaka Nithi, lazima ufanyie wananchi kazi na ufanye kazi ile inapaswa kufanywa. And you have to be loyal to your leader. You have to be loyal to your master. There is no vacant in any office in Tharaka Nithi. Kwa hivyo, Deputy Governor of Tharaka Nithi, the acting governor, tutampea support. Wananchi wa mjambo, habari yenu? Naitwa Susan Kogewa Mwindu, MC wa Marimatu Ward. Langu ni kushukuru wote ambao mmefika hapa siku ya leo, kuhakikisha ya kwamba tuko tayari kupambana na ufisadi. Langu ni kushukuru Bwana DPP, na shukuru rais wetu Nashukuru rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwa kuchukua wakati wake na kujitolea kupambana na ufisadi. Nashukuru Bwana DPP pia kwa kujitolea kupambana na ufisadi. Langu ni kusihi ya kwamba bado wateremke tena mpaka Kadhwana, wapige kambi hapa Kadhwana mpaka wachunguze yale mali ya mwananchi yameliwa hapa kaunti ya Tharaka Nithi. Naendelea kusema ya kwamba Bwana Kagwema tutakusupport. Lakini usisahau ya kwamba bado tuko na oversight role. Ukifanya makosa tunakumulika kama waheshimiwa. Sasa ya kwamba sababu tuko hapa siku ya leo na mimi pengine ni mdaraka mwenzako, tutaangalia kila mahali ya watu wa Tharaka Nithi. Tutakuchunguza, tutakuangalia, tutafanya oversight, tutafanya sheria, tutafanya mambo yote ambayo tulihapa kufanya kama waheshimiwa wa Tharaka Nithi County Assembly. Langu ni kusihi hata wenzangu, tunaomba ya kwamba ujue ya kwamba sisi kama waheshimiwa tumelegea, tuko na unity. Kitu cha kwanza tuite pamoja, tuongeleshe, tushikane kama sisi waheshimiwa 20, tujue kazi yetu, majukumu yetu, ndio tuweze kuona kama tutaokoa Tharaka Nithi County hata kama niyo miaka 2 imebaki. It's never late. Chukua keti, tuko nyuma yako, tutakusupport na tuendelea pamoja. Nasema ya kwamba tunaombea hata wale ambao pengine wameshikwa sababu walifanya makosa, sio kwa kupenda kwao, pengine ni kulazimishwa. Tunawaombea Mungu aonekanie mahali ambapo wapo. Hatutaongea mengi, tuendelea kusaidiana na sheria aweze kuelewa sheria. Akasema ya kwamba governor amezuiliwa tu kuingia kwa ofisi. Nataka kuambia wananchi wa Tharaka Nithi ya kwamba ofisi sio nyumba. Ofisi ni instruments of power. Ofisi iko na muhuri, ofisi iko na files, ofisi iko na kila kitu. Ajue ya kwamba kuambiwa ya kwamba asikanyage ofisi si atakabeba kitu ile akatumie kule. Ajue ya kwamba tuko tayari. Na sababu tunajua huyo jamaa pengine na kuanga na madharau kiasi, tunaomba waheshimiwa wengine tuje tuweze kusukuma huyo jamaa mpaka mahali ambapo anafaa. Atupatie nafasi tuone kama tutakuwa Tharaka Nithi County hiyo miaka imebaki. Kwa hiyo waheshimiwa wenzangu, tuanze sahihi, kukusanya sahihi. Tujipange kutatua huyo jamaa ndio mheshimiwa Deputy Governor apate nafasi ya kufanya kazi yake. Tujaribu kuona kwamba vita vimeisha na tuunganishe vizuri. Nataka kusema siku ya leo ni siku kuu kwa sababu kama legislature wa Tharaka Nithi County
nafanya yale nimetumwa na watu wa Chogoria ward nikuje nifanye kazi ya oversight, representation, alafu legislation. Na kama kuna makosa kwa ofisi ya governor wa Tharaka Nithi County, mimi siangalie mtu binafsi, naangalia ofisi. Kama DPP amesema kuna makosa, mimi nikiwa naangalia mali ya mwananchi nasema kuna makosa kwa sababu DPP amesema kuna makosa. Afanye kazi yake, sitaki kuiingilia sana kwa sababu amechukua, atatupatia results na atupatie report. Vile naweza kusema ni ati kama kuna barabara zilikuwa zinachimbwa haziwezi zikasimama kwa sababu deputy governor ako na atachukua hiyo nafasi ya governor ili aendelee kufanya kazi yake. Kama kuna maji ilikuwa inachimbwa iendelee kuchimbwa. Kama kuna kazi ilikuwa inaendelea iendelee. Nasema hakuna vacuum Tharaka Nithi County kwa sababu kama oversight person yule amechaguliwa na kura, ameangalia akaona kuna kiongozi mwingine akalie kiti aendelee na kazi na mimi niendelee na kazi yangu kule mashinani. Asanteni sana nyote kwa sababu najua mwanzo iko na tutaendelea na Mungu anatuongoza kwa sababu ndiye anatujua. Tunaangaliana hivi na kuona huko nje, lakini ndani Mungu ndiye anakuona na Mungu ndiye ananiona. Na kwa sababu hii nchi tumeipatia kwa Mungu. His Excellency the President of this Republic anaongea sana mambo ya ufisadi na alisema it should not be associated with ufisadi. Tafadhali tuangalie mahali mtu wako. Fanya kazi yako kwa sababu utaulizwa ulifanya namna gani. Tuendelee mawaziri, tuendelee na chief officers, wale wote wameajiriwa Tharaka Nithi County, tuendelee kufanya kazi bila kuuliza nani ako pale juu kwa sababu uliitwa ufanye kazi, ukuitwa uwe unaangalia ni kiongozi fulani ako mbele yako. Asanteni sana na tutaendelea na kazi. Naomba waheshimiwa wenzangu, turudie kazi yetu ili Tharaka Nithi County waone kazi kweli inafanyika kwa sababu kila mtu ako na kazi yake. Watu wengi sana hawajuangi, hatukuangi pamoja na executive. Assembly iko mbali sana na executive na kazi ya assembly ni oversight na kuangalia pesa ya mwananchi vile inatumika. Na kama tutakaa pamoja na executive tukatae kuangalia, mwananchi ndiye anaangalia na anajua kweli kama tunachunga mali yake. Ni asante sana Engineer Kagwima, endelea kazi ya ofisi kwa sababu ofisi iko na uendelee kufanyia watu wa Tharaka Nithi County kazi. Hakuna mtu binafsi ndiye amewekwa pale au ndiye anafanya peke yake. We are working as a team. Ni wale walikula kiapo wakasema watakuwa waaminifu, wakakosa kuwa waaminifu. Basi naye Mungu akasikia, ikakuwa ndio hiyo. Sasa mimi niko hapa kuunga mkono Deputy Governor akalie kiti akiwa Governor, ndio kazi ya Tharaka Nithi iendelee vizuri. Na bwana Governor, tutakuuliza usikubali kamwe kuwe na two centers of power. Kwa hiyo wafanyikazi ni vizuri mjue anayewasimamia kuanzia dakika hii ni Deputy Governor. Ndio msianze kuwa mkiambiwa fanya hii unakimbia pande nyingine kusema mfanye vile. Unaweza tafsiri sheria jinsi unavyotaka, lakini sheria inasema kama governor yuko kwa ofisi, you look at the spirit. The spirit ni kusema ile kazi yote ilikuwa inafanyika na governor, basi yote inafanywa na deputy governor. Deputy governor, tafadhali tukikukosoa usikuje kutenga our wants na usishikilie mahali ilikuwa imeshikiliwa. Hatukisema kuna mahali kumeharibika unakuwa blackmailed na kunyimwa projects kwa wards. Especially ward ya Magumoni ilikuwa imetengwa, manake nilikuwa na shout, lakini Mwenyezi Mungu naye ametusikia. Kwa hiyo kwa sasa wanakungojea na wamesema zile taa bado hazijawaka. Nikiondoka hapa unipatie funguo niende nazo niende niakishe. Manake hiyo ni kazi kidogo sana ya mtu kama governor ama governor kwenda kufanya. Leo kwa vile mambo yametokea, Tharaka Nithi imeharibika, imeonekana Kenya yote na ulimwengu wote kama ni kaunti ambayo viongozi wanakula pesa ya umma. Lakini kabla sijafika hapo, namshukuru President Uhuru Kenyatta kwa kuanzisha vita kadri ya corruption, ufisadi, na hiyo mpango yake ya kupiga ufisadi vita umeanza kutoa matunda. Tumeona viongozi wengi Kenya yote ambao wameshikwa, wamepelekwa mahakamani, wengine wamefungwa na wanaendelea kufungwa na wataendelea kufungwa. Tena nashukuru organs zile zinahusika
anti-corruption organization ama commission na DPP's office hata CID kwa kazi nzuri ambayo wanafanya, lakini kwa vile muda ni mchache nitasema hivi: asante media kwa vile mmetueleza vizuri vile mambo yanaendelea Nairobi na kila mahali. Hasa nikisoma Standard leo nimeona imeandika vizuri vile mambo inaendelea na vile watu waliambiwa. Nimeona KTN, nimeona KBC, nisikia Wero TV, nisikiliza Muga FM asubuhi na zingine nyingi. Nyote mko hapa, asante kwa coverage yenu nzuri na vile mnaendelea kueleza wananchi jinsi mambo inaendelea. Wakati nilisoma Standard leo asubuhi na vile niliangalia TV ile ilikuwa coverage ya mahakama, nisikia gavana wa hapa Mugoma Njoki ameambiwa hivi atoe bill ya 6 million na asikanyage ofisi. Kama vile imeelezwa sasa, ofisi sio nyumba, ofisi ni kiti ya gavana. Nikwambia hiyo ungavana, ofisi ya ungavana imeisha mpaka wakati kesi itaisha kotini. Na sio yeye peke yake, kulikuwa na wafanyakazi wengine pia ambao pia waliambiwa wasikanyage ofisi. Hao wafanyakazi wengine wote ambao walistakiwa. Sasa vile ningeuliza wafanyakazi wote, in the absence, kwa sababu gavana yuko na hao viongozi wengine wako, mchukue ofisi na mtufanyie sisi wananchi wa Tharaka Nithi kazi jinsi ilivyo. Bwana Gavana Kagwima, uchukue kazi na ufanye kama wewe ni gavana. Acting governor ni gavana. Na wale wengine ambao wamekalia viti ambavyo vimeachwa na wale walistakiwa, mkalie hivi viti vizuri na mtumikie gavana. Na mhakikishe ukiona nini Chief Magistrate anasema msirudi ofisi, anajua wakirudi ofisi kuna kitu kinaweza kufanyika kibaya huko. Kwa hivyo kila mtu ambaye anashikilia ofisi asikie vizuri. Documents isije zikapotea. Isipotea wewe uko saa hii ndio utaulizwa. Na wale wengine wote, kwa sababu najua kesi ni nyingi, kila mtu achunge mali yake kwa sababu wengine wanaweza kuumia baadaye. Sisi tukiwa Tharaka Nithi na wauliza wananchi wote wa Tharaka Nithi na wafanyakazi wote wa county watambue Gavana Francis Kagwima yuko kazini saa hii na wafanye kazi vizuri bila mapendeleo, bila woga. Bwana asifiwe. Asante sana kwa sababu tutaongea baadaye. Nasema asante sana, Mungu awabariki. Consult, appreciate when you are criticized, and you people when you are criticizing, criticize positively so that you can correct the mistakes. Naomba Mungu tu akupatie hekima, wisdom kama ile alipatia Solomon in the Bible, so that you can get that knowledge, that power to meet the expectations of the Tharaka Nithi residents. God bless you. Mimi ni mtu wa wimbo, ni yule mwalimu wa wimbo. Now I am the acting governor of the county. In terms of county government administration, there is and will continue to be one center of command, and that center is under the command and will remain under my command, Francis Nyamu Kagwima, to ensure continuing delivery of services. Any communication on behalf of the county government will be done with my permission. There is no vacuum. Yes. And the functions of the county will continue normally, and services will be available to the people, and they will be delivered diligently. I am appealing to the county assembly of Tharaka Nithi to continue playing their role oversight role as usual. I also wish to state that we shall work together to complement each other. That is the executive and the legislature.
And I want to say, so that the oversight law by the MCAs is efficiently done, I am going to work with them and my executive to establish one fund when we do supplementary budget in the next 3 weeks. We shall set a one fund, yes, we shall set a one fund. We'll start with about 10 million for capacity building, so that the offices and the committees and the wards are strengthened and made efficient, so that the delivery people don't have to come from Marimanti or from Kibugwe or from Chogoria, when there is an administrator, and we are paying a lot of money in terms of salaries. I want those in the wards to function, so that the MCAs can deliver the services efficiently. Thank you. Yes, that will, when we do the next supplementary budget, we'll start with 10 million. Yes. For 15 months, that's about 150 million. And it's nothing to deliver services to the people. Yes. Out of 5 billion. The next item I'm talking about, I'm calling for a meeting of the Executive Committee. The Executive Committee, this is the committee of the ministers, which is chaired by the governor or his deputy. I'll be chairing that meeting on 14th, Monday, 14th of this month, at the boardroom in this building on Monday. From thereafter, I will meet the MCAs as soon as possible before end of next week, so that we can agree on the way forward, so that we start functioning. You want Bwana Kedeji MCA, Magumoni anauliza funguo. Kufungua taa is a small thing. Bwana Kedeji, I give you the keys, and I will ensure that people will come, so that unaweke jina yangu hapo opened by MCA Kedeji Magumoni. I don't have to put my name so. You know, I mpaka when I'm available. No, and that applies to all the other people. And after meeting with them, I will start touring the county to ensure the projects that are there or that have stalled are completed, so that the services are delivered. Actually, I will start with Barabara of Kano, Kwenda Mideru. That has stalled for 3 years, and I will be there next week to see the contractor and he arrested why he cannot complete that Barabara. Complement each other in development activities. This is the county commissioner and our entire security team. We will involve them in our issues of development. Then I want to say, we, people of Tharaka Nithi, friends, and thank and support His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the same Republic, and support him in the activities that he's doing to ensure that public issues are addressed in a clean way, to ensure that the public property is secured. We assure him of our total support in development of our county of Tharaka Nithi people. I'm calling upon stakeholders. Stakeholders is everybody, you people including the fourth estate. I'm calling upon stakeholders to join us so that we can develop our country together. At the end of the day, Tharaka Nithi is bigger than all of us. I pray that God blesses Tharaka Nithi, and I pray that God blesses Kenya. Thank you. You are acting Governor Tharaka Nithi County.